Mjomba, mjomba, mjomba. Waite baba, waambie mjomba kaja na bakora. Gen Z. Oh, Gen Z. Kizazi cha katuni na mitandao. Gen Z. Hawa ndio watoto waliokuwa wakilia nyumbani, wananyamazishwa na sauti za katuni. Sio kama sisi ambao tulikuwa tunanyamazishwa na sauti za mama na baba zetu. Gen Z. Hawa ndio watoto ambao walicheza michezo ya kwenye simu, tabuleti na kompyuta kama vile Temple Run na Rally Fury. Sio kama sisi tuliojiundia magari ya boksi, ndege za waya, mahorofa ya matope, meli za migomba ya ndizi na bunduki za vijiti. Gen Z. Hawa ndio watoto waliolelewa kwa kulishwa vyakula vya kemikali dukani. Sio kama sisi tuliokula vyakula vya mashambani kama vile viazi, mihogo ile, majimbi, sima la bada, ndizi, njugu, karanga, simsim, matunda na uji wa wimbi. Gen Z. Hawa ndio watoto waliolelewa kwa Kiingereza kingi. Sio kama sisi tuliothamini kwanza lugha ya kwanza, yani lugha ya mama, kisha Kiswahili, halafu lugha ya mkoloni baadaye. Gen Z. Hawa ndio watoto ambao hawajui mila wala desturi zetu za Kiafrika. Hawa ndio watoto wasiojua rika wala umri. Ukikaa vibaya wanakuingiza mkenge. Hawa ndio watoto ambao hawajui kutofautisha kati ya mavazi ya kike na mavazi ya kiume. Hawa ndio watoto wanaotembea matumba wazi mitaani, mapaja wazi barabarani, vifua nusu uchi njiani na vipodozi vya ajabu ajabu mwili mzima, bila kusahau kujichanja tatuu mwilini. Bakora inapiga. Gen Z. Kila mtu anawasifia hawa watoto. Kila mtu anasifia kizazi hiki. Kila mtu Gen Z, Gen Z, Gen Z. Hadi wazee wanajiita Gen Z. Viongozi wa serikalini wanawaogopa sana hawa vijana. Kila kiongozi sasa hivi anataka kuwa katika uhusiano mzuri na Gen Z, maana ukikaa vibaya watakusalimia. Kila mmoja yuko mbioni kuzungumza jambo litakalomfurahisha kijana wa Gen Z. Kila hotuba inalenga kumpongeza Gen Z, kumtia moyo Gen Z, kumwahidi Gen Z na kumpamba kijana wa Gen Z. Sifa, sifa, sifa. Oh, sifa. Oh, sifa nyingi sana ni sumu kwa afya ya kiumbe duniani. Mwanangu, sifa ni sumu mbaya sana. Gen Z. Viongozi wa serikali wanawasifia sana kila pembe. Walio katika upinzani wanawasifia sana pia. Mashirika yasiyo ya kiserikali pia yanawasifia sana. Hakuna anayewakosoa. Mjiulize ni kwa nini? Kwani nyinyi hamkosei? Hakuna siku mnatenda kosa. Kila mtu anakusifia Gen Z. Au mnadhani kwamba wanawaogopa? Je, serikali inaogopa Gen Z kiasi kwamba hata mkikosea inashindwa kurekebisha? Bakora inapiga. Wazee na wazazi wamenyamaza kimya wakiona maovu yakifanyika ndani ya jamii zetu. Vijana wanafanya makosa ila wazee wamenyamaza. Hakuna hata mmoja ambaye amejitokeza kuwashauri na kuwakosoa vijana wetu. Kila mchungaji anasifia kizazi cha Gen Z. Kwenye madhabahu maaskofu wanasifia Gen Z. Mashehe msikitini wanasifia kizazi cha Gen Z. Shuleni walimu wanasifia wanafunzi wao ma Gen Z. Watoto wetu mitaani wanasifiana walivyo hatari Gen Z. Watoto wetu wanavaa vibaya, sisi wazazi tunawaangalia tu. Vijana wanawavamia watu mitaani, wazee wanawaangalia tu. Uzinzi umekithiri mitaani, wazazi tumenyamaza tu. Vijana wanaacha ibada ila viongozi wa dini tumekaa kimya. Mitandao ya kijamii imejaa ubabe na utawala wa Gen Z. Yaani ma Gen Z wamekuwa kama Hitler, mkiwaona mnagwaya. Jina Gen Z limekuwa jina hatari sana. Ni jina ambalo linaogopwa sana. Sifa, sifa. Oh, sifa. Sifa ni sumu mbaya sana kwa kiumbe duniani. Gen Z. Bakora inapiga. Ala kule hali, mimi bakora ya jamii sitakaa kimya nikitazama kizazi kikiteketea. Nitajitahidi angalau ni nusuru mmoja tu. Iwapo wewe ni kijana wa Gen Z, nisikilize kwa makini. Mimi niite Clever Mjomba, bakora ya jamii,
Mtoto wa damu nyeusi, Afrika ndiko nyumbani. Na kushauri mwanangu, ewe Gen Z, umezaliwa katika kizazi kilichopotoka mwanangu, kizazi kisichojali Mungu, kizazi kinachotukuza mwili na kuangamiza roho, kizazi cha kiburi na ubabe, kizazi kipenda sifa. Huwa mkiwasaidia watu mitaani lazima mposti ili dunia iwasifie mlivyo na roho za ukarimu. Umezaliwa katika kizazi ambacho ngono ni kipimo cha upendo, ngono ni kitega uchumi, ngono ni kitulizo cha mawazo, ngono ni malipo baada ya kutendewa hisani, ngono ni mfumo wa kulipiza kisasi. Mwanangu Gen Z, umezaliwa katika kizazi cha upofu wa nafsi. Mnahisi tuliowatangulia tulifeli katika maisha na kwamba nyinyi ndinyi mnaojua maisha zaidi yetu. Mnajua maisha ni nini kuliko sisi. Mwanangu, upofu wa nafsi ni mbaya zaidi kuliko upofu wa macho ya mwili. Bakora inapiga. Nazidi kukushauri mwanangu Gen Z. Umezaliwa katika kizazi kisichojua kupambanua nyakati, misimu wala majira. Mnataka kuvuna wakati wa kupanda. Mnapanda katika msimu wa kiangazi. Hamjui kanuni za ardhi. Hamjui wakati ardhi inazaa. Hamjui wakati mawingu yamebeba mimba. Mnajivunia sana akili za mitandao na AI. Mnaamini kuwa kila kitu kinasuluhishwa na vita, vurugu, matusi na kuteketeza. Mnasahau jambo moja. Mawimbi huja yakapita, bahari husalia pale pale. Upofu wenu wa nafsi uliopakwa kiburi cha tunajua wala hatutaki kuambiwa ndiyo chanzo cha wengi wenu kufa mapema bila kutimiza ndoto zenu maishani. Matusi kwa wazazi wenu, wazee na sisi tuliowatangulia ni mzigo mkubwa mnaobeba katika mabega yenu kwa sasa. Utafiti umeonyesha kuwa tangu mwaka wa 2001 watoto wameshindwa kuwa na akili zaidi ya wazazi wao, na hii ni kutokana na matumizi makubwa sana ya mitandao. Kwa kawaida mtoto anafaa kuwa na akili kuliko mzazi wake, ila nyie ndinyi wa kwanza kushindwa kuwapita wazazi wenu. Gen Z wameshindwa kuwa na akili zaidi ya wazazi wao. Wazazi na wazee ambao mnawadharau wana akili zaidi yenu. Bakora inapiga. Msikilize Rais mstaafu wa Kenya Uhuru Kenyatta. The second big problem we have is our young people. Again, let us not cheat ourselves. It is our young people. We have a youth bulge that, if not properly handled, can be a time bomb that can blow this country to pieces. And the handling of that has to be done extremely carefully. Extremely carefully. That is not a problem of this community or that. It affects us all. Leo tunayaona. Hata hivyo, na kuacha na swali hili mwanangu. Unajiita Gen Z. Je, unajua maana yake? Je, hiyo Z yani Z inamaanisha nini? Ile siku utajua, ile siku utafahamu, utaanza kujielewa. Una nafasi ya kuleta mabadiliko makubwa sana katika dunia hii, ila usijisahau kwenye mchakato. Bakora inapiga. Mtoto wa damu nyeusi, Afrika ndiko nyumbani. Niite Clever mjomba. Bakora ya jamii. Bakora ya jamii. Bakora inapiga.